Serikali kutoa kipaumbele katika uzito wa kibajeti katika miradi ya kimaendeleo, na hususani mmesisitiza swala la mtiririko. Mmetoa ushauri kuhusu kulipa madeni, mmetoa ushauri kuhusu ujenzi wa barabara za kimkakati na kiusalama, na kuweka mkakati wa pamoja kama serikali kuhakikisha kwamba ujenzi wa hospitali ya Kikongo unakamilika, lakini hususan upatikanaji wa vifaa tiba, na kutoa kipaumbele pia katika mashirika yetu ya mzinga, kibajeti na nyumbu ili yaweze kuendelea zaidi. Lakini pia mmesisitiza kutekeleza maoni yenu yaliyotolewa katika vipindi mbalimbali. Nimeyasema kwa muhtasari, lakini tu nipende kuhakikishia kwamba yote tutayazingatia na nitatolea ufafanuzi machache sana. Mheshimiwa Spika, napenda tu nianze kwa kusema kwamba kulitaarifu bunge lako tukufu na kuanza kusema kwamba tangu jeshi letu limeanzishwa tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka 1964 limeendelea kukua na kuimarika, na kinyenzo, kizana, kiteknolojia na kiweledi kulingana na mabadiliko yanayoendelea duniani na mahitaji ya wakati. Na huu ndio msisitizo wenu waheshimiwa wabunge, na tutaendelea kuzingatia. Lakini pia kwa kuzingatia hali hii, jeshi letu limeendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi, na serikali imeendelea kuhakikisha kwamba inaliwezesha jeshi letu ipasavyo. Kiasi cha pesa kilichotolewa nimekielezea, lakini nashukuru sana kamati pia imeelezea na kuridhishwa kwamba mtiririko wa pesa huu ni mwezi wa 4. Kwa hiyo hizo asilimia mlizozitaja kati ya asilimia 70 na wizara ikiwa na asilimia 42 zitaendelea kufanyiwa kazi, na ina imani kufika mwisho wa mwaka wa fedha asilimia hili zitakuwa zimeongezeka zaidi. Mheshimiwa Spika, kuhusu mashirika yetu kwamba yapewe uzito kibajeti na yaweze kutekeleza majukumu yake, nipende kusema tu kwamba hili linafanyika, na naomba nitoe shukrani sana kwa serikali ya awamu ya 6. Ukiangalia mtiririko wa fedha tangu serikali hii imeingia madarakani umekuwa na mabadiliko makubwa sana, kumekuwa na ongezeko kubwa sana, lakini pia kipaumbele kimetolewa kwa kiasi kikubwa sana katika sekta ya ulinzi, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini kwa kutambua kwamba rasilimali fedha ni chache, teknolojia inakuwa kwa haraka, serikali imesisitiza kwamba lazima tuingie ubia na sekta binafsi. Kwa hiyo katika mashirika yetu haya mawili tayari taratibu zinaendelea, na kama nilivyoelezea kuingia ubia na sekta binafsi tutaanza na nyumbu. Kwa hiyo kiteknolojia tutapata manufaa zaidi kuliko sisi kujifungia ndani. Kwa hiyo pesa itatolewa na serikali, lakini ubia tutakaofanya na sekta binafsi utayaongezea mashirika yetu uwezo zaidi. Kwa hiyo tunaendelea na hili, lakini haimaanishi kwamba serikali haitaendelea kutoa fedha. Kingine ambacho nipende kuwathibitishia waheshimiwa wabunge kwamba tunaelewa umuhimu na tunalifanyia kazi ni kuhakikisha kwamba tuna hospitali inayojengwa Msalato inaweza kufanya kazi mara moja itakapokuwa imekamilika. Hiki ni kipaumbele kwa sababu hospitali hii ni hospitali kubwa sana. Itakuwa ni miongoni mwa hospitali kubwa hapa jijini Dodoma, na hospitali hii pamoja na kuwatibu wanajeshi itakuwa inatoa huduma pia kwa wananchi wa kawaida. Kwa kutambua hilo, kwa umoja wetu kama serikali, hatufanyi kazi peke yetu. Hela inatoka serikalini, Wizara ya Fedha wametoa kipaumbele, lakini kama mnavyofahamu tumekuwa tukifanya kwa kushirikiana na serikali ya Ujerumani, na nipende kuishukuru sana serikali ya Ujerumani kwa msaada waliotupatia. Na mpaka sasa hivi tuna hitajio la bilioni 14,779,682 kwa ajili ya vifaa tiba na madawa. Tumeshakaa pamoja Wizara ya Afya, Wizara ya Fedha na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kuhakikisha kwamba pesa hizi zinapatikana, na hata napoongea hapa tayari vifaa tiba vimekwisha anza kutolewa, na madhumuni ni kwamba mara tu
ujenzi wa majengo unapokamilika, vifaa tiba viwe vimekwisha ingizwa na hospitali hii ifanye kazi. Niwashukuru sana sana kamati. Mmekuwa mstari wa mbele kupigania hospitali hii. Tunawashukuru sana. Mmekwisha kwenda kutembelea hospitali hii si chini ya mara 2, na muda wote mliokwenda mmetoa ushauri, na nafurahi kusikia mnakiri kwamba ushauri wenu tumeuzingatia. Tunafanya kazi sana kwa karibu na Wizara ya Afya. Waheshimiwa mawaziri wamekwisha kwenda Wizara ya Afya kujionea hali na ili tuweze kuweka mpango wa pamoja. Kitu kingine Mheshimiwa Spika ambacho naomba nikitolee ufafanuzi katika bunge lako tukufu ni kuhusu barabara za usalama. Hili limeongelewa sana na waheshimiwa wabunge, limeongelewa sana na kamati ya kudumu, na niwashukuru pia kwa kuendelea kulisukuma swala hili. Kwa uzito mlioutoa, nilikwisha kaa na wenzangu, waziri wa ofisi ya Rais TAMISEMI, nilishakaa pamoja na waziri wa ardhi, nilishakaa na waziri wa fedha na waziri wa ujenzi. Tulikaa pamoja tukasema sasa hili swala inabidi tuliwekee mkakati mahususi, tuone tunatoka namna gani hapa. Kwa hiyo tulichokifanya Mheshimiwa Spika, tumeunda kamati ya kitaalamu ambayo itapitia vyanzo vyote vya fedha tulivyo navyo na kuona tunafanyaje ili tuweze kutatua hii changamoto ambayo imekuwa ni changamoto ya muda mrefu. Na kamati hii ya kitaasisi inatarajiwa kutoa taarifa yake, kuwasilisha taarifa yake mwisho wa mwezi huu. Kwa hiyo nina imani baada ya kupata hii taarifa tutaona tunakwenda namna gani ili tuweze kutatua kero hii ambayo imekuwepo kwa muda mrefu. Baada ya kuyasema hayo Mheshimiwa Spika, nipende tu kusema kwamba ninakushukuru sana kwa jinsi ambavyo umeendesha mjadala wa hotuba hii. Ninawashukuru sana kamati. Niwathibitishie tu kwamba yale yote mlioyasema, mliotoa ushauri, tutayafanyia kazi kwa ukamilifu wake. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Waheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono. Asanteni sana. Sasa tunaendelea, katibu. Kamati ya matumizi. Kamati ya matumizi. Sasa bunge litakaa kama kamati nzima ya bunge kupitia vifungu vyote kuanzia kifungu cha kwanza hadi cha mwisho cha matumizi katika bajeti hii ya mwaka 2025 2026 ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Hivyo mara baada ya hapo, ina maana hatua itakayofuata basi ni bunge baadaye kuitwa mtoa hoja na kisha wabunge kuweza kukubaliana na bajeti hiyo na kisha kuweza kupitishwa. Hivyo bunge sasa litarejea kukaa kama kamati ya matumizi. Waheshimiwa tuketi. Ama utasitumia. Tukae wawili. Au unakuja huko. Okay. Haya, katibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba waheshimiwa wajumbe wajielekeze kwenye kitabu cha pili, matumizi ya kawaida. Fungu 38 ngome. Kifungu 1001 shilingi trilioni 2 bilioni 712 milioni 995 na 141,000. Kifungu kinaafikiwa. Kifungu 1007 bilioni 3 milioni 658 377,000. Kifungu kinaafikiwa. Kifungu 1007 bilioni 4 milioni 644
700,000. Kifungu kinaafikiwa. Kifungu 1008 bilioni 4 milioni 189,108,000. Kifungu kinaafikiwa. Kifungu 1009 bilioni 2 milioni 445,233,000. Kifungu kinaafikiwa. Kifungu 1010 bilioni 4 milioni 196,670,000. Kifungu kinaafikiwa. Kifungu 1011 bilioni 1 milioni 599,975,000. Kifungu kinaafikiwa. Kifungu 39 Jeshi la Kujenga Taifa. Kifungu 1001 bilioni 567 milioni 23,845,000. Kifungu kinaafikiwa. Fungu 57 Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Kifungu 1001 bilioni 21 milioni 382,742,400. Kifungu kinaafikiwa. Kifungu 1002 milioni 330,350,000. Kifungu kinaafikiwa. Kifungu 1003 milioni 867,701,000. Kifungu kinaafikiwa. Kifungu 1004 milioni 335,577,000. Kifungu kinaafikiwa. Kifungu 1005 milioni 274,640,000. Kifungu kinaafikiwa. Kifungu 1006 milioni 375,757,200. Kifungu kinaafikiwa. Kifungu 1007 milioni 220,760,200. Kifungu kinaafikiwa. Kifungu 1008 milioni 180,710,800. Kifungu kinaafikiwa. Kifungu 1009 milioni 444,200,000. Kifungu kinaafikiwa. Kifungu 2001 milioni 471,472,000. Kifungu kinaafikiwa. Kifungu 2002 bilioni 1 milioni 37,139,400. Kifungu kinaafikiwa. Kifungu 2004 milioni 441,286,000. Kifungu kinaafikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunahamia kitabu cha 4 matumizi ya maendeleo. Fungu 38 ngome. Kifungu 1001 bilioni 48 milioni 867,936,000. Kifungu kinaafikiwa. Fungu 39 Jeshi la Kujenga Taifa. Kifungu 1001 bilioni 9 milioni 929,926,000. Kifungu kinaafikiwa. Fungu 57 Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Kifungu 1003 hakijapangiwa fedha. Kifungu 1300 hakijatengewa fedha. Waheshimiwa wabunge. Kifungu 1008 milioni 350. Kifungu kinaafikiwa. Kifungu 1009 bilioni 3 na milioni 500. Kifungu kinaafikiwa. Kifungu 2001 bilioni 38 na milioni 40. Kifungu kinaafikiwa. Kifungu 2002 bilioni 199,254,219 milioni 254,219,988. Kisome chote. Kifungu 2002 bilioni 199 milioni 254,219,688. Kifungu kinaafikiwa. Kifungu 2004 bilioni 18 milioni 855,780,312. Kifungu kinaafikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ya matumizi imekamilisha kazi yake. Bunge linarejea. Na mbunge litarejea sasa hivi punde mara baada ya kupitia kifungu kimoja hadi kingine cha matumizi ya makadirio ya bajeti hii ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kwa mwaka 2025
2026. Ni bajeti ya zaidi ya shilingi trilioni 3 ambayo imeombwa na wizara hii katika kipindi kijacho, kipindi cha mwaka ujao wa 2025-2026, ambapo basi fedha hizo zina maeneo mbalimbali ambayo itakwenda kutekeleza majukumu yake, maeneo ya vipaumbele, ikiwa ni pamoja pia na kuliimarisha jeshi lakini kwa zana na vifaa vya kisasa na rasilimali watu, lakini pia kuendelea kuwekeza mazingira mazuri ya utendaji kazi, ikiwemo stahili makazi na mafunzo, matengenezo ya vifaa na huduma bora za afya. Bunge sasa linarejea. Mheshimiwa, tuketi. Mtoa hoja, taarifa. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 2023, kanuni ya 123 kifungu kidogo cha 3 A na B, naomba kutoa taarifa kwamba bunge lako tukufu limekaa kama kamati ya matumizi, limekamilisha kazi zake. Naomba taarifa ya kamati ya matumizi ikubaliwe na Bunge. Mheshimiwa Spika, ninaomba kutoa hoja. Waheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono. Na sasa nitawahoji waheshimiwa wabunge wanaoafiki hoja ya Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kwa mwaka wa fedha 2025-2026 waseme ndio. Wasioafiki waseme sio. Wote mmeafiki. Waheshimiwa wabunge, baada ya ninyi kuhojiwa na wote kusema ndio, sasa nitumie fursa hii kutangaza rasmi kwamba makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kwa mwaka wa fedha 2025-2026 yamepitishwa rasmi na Bunge. Na pia nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Waziri kwa kupitishiwa bajeti yake na Bunge, lakini pia tumtakie kila laheri katika utekelezaji wa yale ambayo yamesemwa humo. Lakini pia nimpongeze Katibu Mkuu na viongozi wote chini ya wizara hii ambao wanafanya kazi kwa kushirikiana vizuri kabisa na kamati yetu. Tunashukuru kwamba ushauri unaotolewa na kamati mmeufanyia kazi, lakini pia ule uliotolewa Mheshimiwa Waziri umeahidi kwamba mtaendelea kufanyia kazi. Lakini pia nitumie fursa hii kushukuru sana kamati yetu. Kamati yetu inafanya kazi nzuri sana. Tunawashukuru mwenyekiti, makamu mwenyekiti, lakini na wajumbe wote wa kamati hii kwa kuendelea kufanya kazi vizuri kwa ushirikiano na wizara hii. Na ninyi pia pamoja na shukrani hizo, tuwashukuru pia wabunge wote, kila mmoja kwa nafasi yake, namna ambavyo anaendelea kushiriki mjadala, lakini pia kutoa mawazo yake juu ya utendaji wa wizara hii. Baada ya kusema hayo, waheshimiwa wabunge, nitangaze wageni ambao waliingia baadaye baada ya tangazo la kwanza kwamba limesha tangazwa. Tutaanza na wageni waliokaa jukwaa la Spika. Na tutaanza na wageni wa kwangu. Hawa ni viongozi wa Shule Kuu ya Sheria kutoka Chuo Kikuu